Tunaendelea na swali la Mheshimiwa Jessica David Kishoa, mbunge wa Iramba Mashariki. Mbunge wa Iramba Mashariki anauliza serikali haioni umuhimu wa kuigawa kata ya Mwangeza ili kusogeza huduma za kijamii za kiutawala karibu na wananchi? Kujibu swali la Mheshimiwa Jessica David Kishoa, mbunge wa jimbo la Iramba Mashariki kama ifuatavyo. Mheshimiwa Mwenyekiti, uanzishaji wa maeneo ya utawala katika mamlaka za serikali za mitaa hufanyika kwa mujibu wa sheria serikali za mitaa, mamlaka za wilaya sura 287 na mamlaka za miji sura 288 pamoja na mwongozo wa uanzishwaji wa maeneo ya utawala wa mwaka 2025 ambao umeainisha vigezo na taratibu zinazopaswa kufuatwa ili kugawanya na kuanzisha maeneo mapya. Kusudio hupita katika ngazi ya msingi, yani vijiji au mitaa, kata, wilaya, mkoa. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa mujibu wa mwongozo wa uanzishaji wa kata mpya wa mwaka 2025, kata mpya inayoanzishwa inatakiwa kuwa na idadi ya watu wasiopungua 1025 na kata mama inatakiwa kuwa na watu wasiopungua 1025. Kata ya Manolo iliyopo halmashauri ya wilaya ya Lushoto, iliyopo katika kata ya Mwangeza iliyopo katika halmashauri ya wilaya ya Mkalama haijakidhi kigezo hiki ikiwa zitagawanywa kata mbili. Kwa kuzingatia takwimu za sensa ya mwaka 2022, kata Mwangeza ina jumla ya watu 32,520, hivyo haitimizi kigezo hicho cha kugawanywa, kwani na upungufu wa takriban watu 24,519 ili kufikia kiwango kinachohitajika kwa uanzishaji wa kata mbili. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa kigezo cha uwezo wa halmashauri kujitegemea kupitia mapato ya ndani ya halmashauri kwa angalau 20%, halmashauri ya wilaya Mkalama bado haijafikia kigezo hicho. Katika mwaka wa fedha 2021/22 ilifanyiwa tathmini kuwa na uwezo wa 13%, mwaka 22/23 ulikuwa 12% na mwaka 23/24 ulikuwa 13%. Mheshimiwa Mwenyekiti, halmashauri ya wilaya Mkalama inashauriwa kuwasilisha maombi hayo kwa kadri ya mwongozo husika ili tathmini ya vigezo iweze kufanyika kwa maamuzi zaidi. Asante. Mheshimiwa Jessica David Kishoa. Mheshimiwa Mwenyekiti, nakushukuru. Kwanza kabisa nianze kwa kuipongeza serikali kwa ngazi ya wilaya kupitia vikao vya DCC na ngazi ya mkoa kupitia vikao vya RCC kwa kuchakata swala hili kwa ajili ya kugawanya kata hii. Mheshimiwa Mwenyekiti, kutokana na majibu ya serikali naomba kujua, kwa sababu umeainisha vigezo viwili lakini kwenye mwongozo kuna vigezo zaidi ya hivi, amuoni haja sasa serikali mkatazama vigezo vingine vya ziada kama shughuli za kijamii, shughuli za kiuchumi pamoja na swala la kijiografia, kwa sababu wananchi wa kata hii, Mheshimiwa Mwenyekiti, wanapata adha kubwa sana kufika maeneo ya kupata huduma zao kwenye ngazi ya kata. Naomba majibu kwa serikali. Waziri. Asante sana Mheshimiwa Mwenyekiti. Mheshimiwa Mwenyekiti, ni kweli kama ambavyo Mheshimiwa mbunge amesema, kigezo kikubwa ni idadi ya watu, lakini uwezo wa halmashauri kujiendesha kimapato, lakini kuna vigezo vingine kwa maana hali ya kijiografia, umbali kutoka makao makuu ya tarafa au ya wilaya, vyote ni vigezo ambavyo wakati wa maamuzi vinatiliwa mkazo. Na ndio maana tumeshauri halmashauri, pamoja na kwamba kuna vigezo hivi viwili haijatimia, lakini walete maombi yale, serikali iendelee kufanya tathmini kwa kutumia vile vigezo vingine, ili ikifaa na ikipendeza tuweze kuona namna ya kushauri mamlaka husika. Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, serikali kwa sasa imeendelea kuweka kipaumbele kikubwa zaidi kuendeleza miundombinu kwenye maeneo ya utawala yaliyopo. Tunayo maeneo mengi, kata nyingi hazina ofisi za kata, hazina vituo vya afya, hazina zahanati, hazina barabara na changamoto nyingi. Kwa hiyo serikali iliona ni busara, kwa sababu kupanga ni kuchagua, lazima tuchague jambo moja, ajenda ifike mwisho tuje na ajenda nyingine. Kwa hiyo serikali iliona ni busara kwanza kuboresha miundombinu kwenye maeneo au kata za kiutawala zilizopo sasa, na baadaye tuendelee kuona uwezekano wa kuanzisha mamlaka nyingine kwa kadri itakavyowezekana.